Mwenyekiti, ukurasa wa 47 wa hotuba ya Mheshimiwa Waziri Mkuu ameeleza kuhusiana na swala la usafiri na usafirishaji, na akasema ili kupunguza msongamano wa vyombo vya moto na kuimarisha usafiri pamoja na miundombinu kujengwa, iko mikakati ameeleza pale. Lakini mimi nataka kumshauri Mheshimiwa Waziri Mkuu kwenye hotuba yake, liko eneo muhimu sana la usafirishaji nalotaka nilizungumzie leo, vijana wetu wa bodaboda na bajaji. Eneo hili kama hatutalitazama vizuri, ni eneo ambalo litakuja kutuletea shida huko mbele. Leo hii kila wilaya imejaa vijana wa bodaboda, vijana wa bajaji. Mimi ninaomba tutazame kundi hili. Nianze cha kwanza kuishauri serikali, tupate takwimu za vijana hawa kila wilaya na hali zao za kiuchumi na hali zao za kielimu. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa mfano wilaya ya Dodoma hapa, mkuu wa wilaya ya Dodoma atusaidie. Bahati nzuri they are well organized, hawa vijana tayari wameshajiunda. Kila ukienda utakuta bodaboda kituo fulani wana mwenyekiti wao, wana kiongozi wao, na wameanzisha visakosi vyao vizuri ili tuweze kuwafahamu ni wakina nani. Mimi ninajua, lakini nataka kwa takwimu. Ninajua kuna vijana wana masters wanafanya biashara hii. Kuna vijana wetu wana degree moja wanafanya biashara hii. Wapo vijana wa diploma, wapo wa certificate, na wapo wengine wenye elimu ya msingi. Mheshimiwa Mwenyekiti, kama hatutawatambua na kuwapa elimu, biashara hii itakuwa ni mzigo na usumbufu barabarani, lakini tungeweza kuibadilisha kwa haraka na ikawa manufaa kama wenzetu wa Rwanda walivyofanikiwa. Sisi ni mashahidi, ukienda Rwanda utakuta bodaboda akifika kwanza amevaa reflector yenye namba yake inayomtambulisha na namba yake ya simu. 2, amevaa element. Kwa hiyo cha kwanza, kwa faida ya vijana wa bodaboda na bajaji, ili usafiri uweze kutumiwa na makundi ya watu wote, ni lazima wakubali kupata elimu na kufuata utaratibu ili biashara yao iweze kukua. Pale Rwanda unaweza kuvaa suti yako ukapanda bodaboda na ukafika salama. Akifika kwenye zebra anasimama, anasubiri taa zimuongoze. Na sisi tunaweza kufika hapo. Tunafikaje hapo? Tuwatambue kwanza. Na Mheshimiwa Mwenyekiti, tukishawatambua tuwaweke kwa makundi yao na elimu zao ili tuweze kuwasaidia. Mathalan nazungumza, tunaweza tukatoa hata ajira hizi tunazotoa hapa. Mheshimiwa Rais alitoa ajira 12,000 hapa. Tunaweza tukasema kama kuna kijana wa Kitanzania ana degree 2, amethubutu kwenda kukodisha bodaboda kwa mkataba mgumu na akawasha bodaboda akaingia mtaani, huyu ana commitment ya kazi, huyu ana utayari wa kufanya kazi. Ukimchukua ukampeleka ofisini, atakuwa mwaminifu, atakuwa mchapakazi mzuri, ili kwamba tukishajua Dodoma hapa au wilaya hai tuna vijana kadhaa wana degree ya elimu, tuna vijana kadhaa wana degree ya uhasibu, tunapotangaza kazi zetu tuwape kipaumbele kule kwenye vijio vyao kwa kuangalia taaluma zao na washindanishwe. Mathalan tunapata ajira, vibali vya ajira 1000, tutenge ajira labda 2000 kwa ajili ya kuwamotivate vijana wa bodaboda, na wenyewe twende tukawashindanishe huko kwenye makundi yao. Mheshimiwa Mwenyekiti, moja, tutakuwa tumewatambua vijana hawa na kuwafanya wawe na uzalendo na kuona wao ni sehemu ya Tanzania. Linapotokea tatizo lolote, wataitazama nchi yao kama ni nchi yao na wanahusika nao. Lakini la pili, kwa kuwa wameshajipanga na tumeona changamoto kubwa, wanapata ajali, wakati mwingine zinaingiza, badala ya kuingiza familia kwenye kuinua pato, wanarudi nyuma kwa sababu pesa zinaenda kwenye matibabu. Nikaomba tuwe na kifurushi maalum kwa ajili ya vijana hawa wa bodaboda, na mimi naamini wana uwezo kupitia vikundi vyao wakajiunga wakaweza kupata matibabu kupitia vifurushi maalum. Mheshimiwa Mwenyekiti,